Tumeingia hapa mkoani Njombe kuweza kukagua miradi mbalimbali ambayo ilitengewa fedha na serikali kwa kipindi cha mwaka mzima uliopita. Tuchukue nafasi hii kuipongeza serikali kupitia REA kwamba wameweza kupeleka umeme katika vijiji na katika vitongoji, na kuna maeneo katika mkoa huu ambapo umeme umeshafikishwa 100%. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kupeleka umeme kwa wananchi wake kama ilivyoahidi kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ni jambo la msingi sana, wananchi wamesubiri miaka mingi. Kuna maeneo magumu ambayo walikuwa hawajawahi kupelekewa umeme toka tupate uhuru, lakini sasa hivi wanapata huduma ya umeme kwa sababu ya umakini wa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hilo la kwanza. La pili, tunapenda kuishauri serikali pia kwamba kuna miradi yetu ya Ruhuji na Rumakali, maeneo ambayo yakiwekezwa kuweka mitambo ya umeme itazalisha zaidi ya megawati 500. Sasa tunaiomba serikali na tunaishauri serikali iweze kutafuta fedha ili iweze kulipa fidia kwa wananchi wanaoathiriwa na maeneo hayo, kusudi wananchi wale waendelee na shughuli zingine, lakini na serikali iweze kutekeleza miradi hiyo vizuri. Na shukrani hizo kwa kweli zinaenda moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndio ambaye amekuwa kinara katika kuhakikisha tunatekeleza miradi hii ya nishati. Niye mnafahamu Mheshimiwa Rais sasa anafahamika duniani kwa namna ambavyo anasimamia miradi ya nishati kwa kadri ya uwezo wake, na anavyosimamia miradi ya nishati kuonyesha kwamba tunaendeleza na uzalishaji, lakini vile vile usambazaji, kuhakikisha wananchi wengi wanafikiwa na umeme. Lakini pamoja na hayo, tumepokea maelekezo ya kamati juu ya kuhakikisha serikali inalipa fidia katika miradi ya Ruhuji na Rumakali, ambapo katika mradi wa Ruhuji takriban fidia ni bilioni 37 na mradi wa Rumakali bilioni 26. Miradi hii kama nilivyotangulia kusema, Mheshimiwa Rais katika baadhi ya maeneo ambayo amejitanabaisha nayo ni katika sekta ya nishati. Kwa kweli miradi ya nishati, hata ukisoma mipango yetu ya maendeleo, inachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Nyie mnafahamu kwa sasa hivi tupo katika hatua za mwisho za kukamilisha utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa bwawa la Julius Nyerere ambao unaenda kuzalisha takriban megawati 2115. Na pamoja na mradi huo tunao miradi ya Ruhuji na Rumakali ambayo serikali pia inategemea kuanza kuitekeleza. Nataka niwahakikishie kamati pamoja na Watanzania wote, azma ya serikali ni kuhakikisha tunaongeza vyanzo vya uzalishaji wa umeme. Pia pamoja na hii miradi ya Ruhuji na Rumakali itaanza kutekelezwa hivi karibuni. Serikali inatafuta fedha kuhakikisha tunaanza utekelezaji wa miradi hii. Kuhusiana na swala la fidia, Wizara ya Nishati ina miradi mingi sana ambayo inaitekeleza, na katika miradi ambayo inahitaji fidia, kwa kweli serikali imekuwa ikifanya hivyo. Nyie ni mashahidi, tumeona miradi huu wa Taza, wananchi wamelipwa fidia. Mradi wa kupeleka umeme wa gridi Katavi, serikali imelipa fidia, pamoja na miradi mingine yote. Na kwa mradi huu wa Ruhuji na Rumakali pia serikali imejidhatiti kuhakikisha kwamba tunawalipa wananchi fidia ili utekelezaji wa mradi huu uende kuwa vizuri. Kwa ujumla, naomba niseme serikali ya awamu ya 6 imejipanga kuhakikisha tunaendelea kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Katika mkoa wa Njombe zaidi ya 98% ya vijiji vina umeme, vimebaki vijiji 9 na ambavyo changamoto zake zinatatuliwa kuhakikisha kwamba na wenyewe wanapata umeme. Lakini pia shirika letu la umeme la TANESCO limeendelea na programu za kusambaza umeme maeneo ya pembezoni na kuimarisha nguvu ya umeme ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Mheshimiwa Rais ameahidi ikifika 2030 anataka 75% ya wananchi waweze kupata umeme, lakini vile waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Na sisi kama wasaidizi wake tukiongozwa na Dr. Doto Mashaka Biteko tuko hapa kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais yanatimilika.